Miongoni mwa mijadala inayoendelea sana hivi sasa ni pamoja na lile kwamba Yanga kwa mfano katika mechi yao dhidi ya JS Kabylie, mechi ya mwisho, mechi ya raundi ya 6 kwenye kundi lao la B, wakashinda 2-0 dhidi ya JS Kabylie. Halafu wakati huo FAR Rabat ambao wanashindana na Yanga kwenye kundi lao la B kuwania nafasi nyingine ya kufuzu kwa hatua robo finali kutoka kwenye kundi lao ligi ya mabingwa barani Afrika, hasa baada ya Al Ahly kuwa wameshajihakikishia kwa kufikisha pointi 9 na hivyo kuwa na uhakika wa nafasi mojawapo kati ya mbili kwenye kundi hilo kwenda robo finali, kwamba ikitokea Al Ahly wakamfunga ndio FAR Rabat, lakini kwa mfano mamfunga 2-1, hapa hali itakuwaje kwa Yanga kama matokeo yatakuwa hivi? Tulishafafanua kupitia jukwaa hili kwamba hapo kila kitu kitakuwa sare kwenye kundi lao kati ya Yanga na FAR Rabat, ambapo mwisho wa siku hali ikiwa hivyo kuna uwezekano ikafanyika draw ili kumpata mshindi, na hiyo ni kwa mujibu wa sura ya 3 ya kanuni za ligi ya mabingwa barani Afrika za CAF kwenye kanuni ya 20 kwenye vifungu 21, 22, 23, 24, 25, 26 inafafanua mazingira hayo pale ambapo timu mbili kwenye kundi zinakuwa zimelingana point. Je, nani aende? Wanaita tiebreaker rule, ambapo maelezo yako wazi kwamba timu zinapolingana point unaangalia head to head wao walipokutana, na katika utaratibu ndipo hapo hiyo kanuni ya 20 yenye vifungu 21 mpaka 26 inatoa ufafanuzi. Kifungu kinachotangulia ndicho kinaanza kutumika. Kikishindwa kupata mshindi unakwenda kifungu kinachofuata. Kikishindwa kupata mshindi baina yao kinakwenda kinachofuata. Na yote hilo litawezekana tu endapo kwanza Yanga washinde, pili FAR Rabat wafungwe, na ushindi wa Yanga uwe wa tofauti ya kuanzia mabao mawili. Hiyo inatokana kweli kwamba kwenye kundi lao la B kama unavyo hapo, vinara ni Al Ahly, hawana shaka yoyote juu ya kufuzu kwa hatua ya robo finali. Ambacho hawana uhakika ni kwamba watamaliza wa kwanza au wa pili, lakini wao ni miongoni mwa timu mbili za juu. Hawana uhakika kwa sababu wanacheza na FAR Rabat. FAR Rabat wakishinda watatimiza pointi 11 na hivyo kuongoza kundi, halafu Al Ahly wakawa wa pili. Yanga matokeo yake hata washinde kwa ushindi wa namna gani, matokeo yao yawe vyovyote, hata wafungwe, washinde, watoe sare, endapo FAR Rabat atashinda, basi watakao kwenda robo finali ni FAR Rabat na Al Ahly. Wakitoa sare, Yanga hata wapate ushindi wa namna gani dhidi ya JS Kabylie haitasaidia lolote, itabaki tu masononeko kwa Yanga na Watanzania, kwa sababu watatimiza pointi 8 wakati FAR Rabat ambao tayari wana pointi 8 watakuwa na pointi 9 na hivyo kuungana na Al Ahly ambao tayari wana pointi 9 kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo mazingira lazima Yanga washinde, FAR Rabat wafungwe. Sasa Yanga wakishinda 2-0, FAR Rabat wakifungwa 2-1, kwenye msimamo hapo inaonyesha vipi? FAR Rabat mpaka sasa wao wamefunga mabao 3 kama tunakumbuka vizuri, wameruhusu mabao 2. Yanga ina pointi 5, imefunga mabao 2, imeruhusu mabao 4. Nazungumzia Yanga. Yanga wana pointi 5, FAR Rabat wana pointi 8. Sasa tunaposema kwa mfano, hii yote ni assumptions, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, maana matokeo yatajulikana uwanjani. Inaweza isiwe hivi kwa sababu nao FAR Rabat wanahitaji ushindi ili waongoze kundi. FAR Rabat wanahitaji sare ili waende katika hatua robo finali. Al Ahly sare pia inawatosha ili waende robo finali tena wakiwa vinara wa kundi. Lakini endapo, msisitizo, endapo miongoni mwa matokeo yanatokea haya, na ndio maswali yenu mengi yamekuwa hapa, na hasa kurejea katika kifungu cha 20.3 juu ya ufafanuzi nani atakwenda, ni kwamba kama FAR Rabat anafungwa goli 2, maana yake kwenye mabao aliyoruhusu sasa yatabadilika. Kutoka kuruhusu mabao 2 utaongeza mabao 2, hapa atakuwa ameruhusu 4. Mabao ya kufunga kutoka 3 yaliyopo sasa utaongeza na ile 1, hapa yatakuwa 4. Kwa hiyo FAR Rabat goal difference yao itakuwa ni 4-4 ambayo ni 0. Yanga wakishinda 2-0, maana yake kwenye mabao aliyofunga hapa badala ya 2 yatakuwa 4. Kwenye mabao aliyoruhusu yataendelea kubaki 4 kwa sababu wakishinda 2-0 hakuna bao ambalo JS Kabylie wamepata. Kwa hiyo goal difference ya Yanga pia itakuwa ni 4-4 ambayo ni 0. Hapa ndo ngoma inakuja ngumu ambayo inapewa majibu na kanuni za ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mujibu wa CAF kwenye kanuni hizo ya 20 kuanzia kifungu cha kwanza mpaka cha 6 kinatoa ufafanuzi kulingana
na hali itakavyokuwa miongoni mwa timu mbili zilizolingana matokeo kwenye tiebreaker rule. Ni kwa sababu kwenye kifungu cha 21 kinafafanua kwamba timu zikilingana point, maana hapa kama Yanga imeshinda pointi zake zitakuwa 5 tena, tutaongeza 3 itakuwa na pointi 8. FAR wakifungwa wataendelea kubaki na pointi zao 8. Kwa hiyo Yanga na FAR zitakuwa zimelingana pointi, lakini Al Ahly watakuwa wametimiza pointi 12, wao wana mshindani. JS Kabylie watabaki na pointi 3 walizonazo kama wanafungwa na Yanga 2-2. Sasa Yanga na FAR zimelingana pointi. Kifungu cha 20.1 kinazungumza kwamba mwenye pointi nyingi kati ya timu mbili zilipokutana. Maana kwenye tiebreaker rule ya CAF kitu cha kwanza ni head to head. Wao wawili walipokutana, nani amepata pointi nyingi? Kwa sababu ni mechi mbili, nyumbani na ugenini. Ukishinda unapata pointi 3. Sare pointi 1, ukifungwa pointi 0. Yanga na FAR ukiangalia, Yanga kashinda 1-0, FAR kashinda 1-0. Kila mmoja kashinda kwake. Kwa hiyo kigezo cha pointi hakitoi mshindi ambao ni 20.1 kwa sababu 20.1 inazungumzia points. Pointi hapa zimelingana, hapatoi mshindi. Sasa tunatumia kifungu kinachofuata ambao ni 20.2. 20.2 inazungumzia sasa juu ya best goal difference baina ya timu hizo mbili. Na hapa ni muhimu kuzungumza. Katika kanuni hizo unaziona kuna maneno hapo between the concerned teams na all the matches played in the group. Ni sentensi muhimu sana hizi. Between the concerned teams manake ni timu husika ambazo matokeo yake yamelingana, yamefungana. Unafanyaje hapo? Ukisikia all matches in the group, sasa itahusisha matokeo ya timu hizo mbili ya mechi zote kwenye kundi. Hayo ni muhimu kwa sababu tunaendelea kufafanua. Kwenye 20.2 inazungumzia greatest goal difference. Kwa hiyo hapa tutaangalia goal difference. Mwenye goal difference nzuri walipokutana wenyewe between the concerned teams. Hapa tunazungumzia Yanga na FAR walipokutana. Nani alikuwa na goal difference nzuri? Yaani tofauti ya mabao uliofunga, ondoa ulioruhusu. Yanga na FAR hapa hapatoi mshindi kwa sababu kila mmoja kashinda 1-1. Kwa hiyo goal difference katika mechi zinazohusisha wenyewe between the concerned teams hazitoi mshindi. Tunakwenda 20.3 kwa sababu vifungu viwili vya juu vyote vimeshindwa kupata mshindi. Kifungu cha 3 hapa tunazungumzia sasa yupi amefunga mabao mengi wakati akiwa ugenini kwenye mechi zinazohusisha wao wenyewe. The focus here hapa msisitizo ni kwamba ni mechi zinazohusisha wenyewe between the concerned teams. Haya maneno kuna baadhi ya watu yanawavuruga ambao ni kifungu cha 20.3 kwa sababu baadhi wanafikiri ni mabao mengi ya ugenini uliofunga katika mechi zenu kwenye kundi. La hasha. Ingekuwa hivyo wangetumia maneno kwamba ni all the matches played in the group. Hapana, hapo iliyotumika ni kwenye mechi za away between the concerned teams, ni timu zenyewe zilipokutana. Nadhani hapo ndo wengi kimewachanganya. Kwa hiyo hapa ufafanuzi ni kwamba Yanga na FAR walipokutana, nani alifunga mabao mengi ugenini? Kila mmoja kufunga goli lolote ugenini. Kwa hiyo hiki hakitoi mshindi pia. Tunakwenda 20.4. Naamini hapa wengi hapa ndo kinachowachanganya, tumeshafafanua. 20.4 kinazungumzia juu ya goal difference sasa kwenye all the matches played in the group. Kwa hiyo hapa tunaangalia sasa goal difference kila mmoja kwenye kundi zima mechi zake zote. Sasa Yanga ilipocheza na Al Ahly, Yanga ilipocheza na JS Kabylie, Yanga ilipocheza na FAR ilipocheza na Yanga, FAR ilipocheza na hizo timu nyingine. Hapa inahusisha timu zote na ndio maana imeandikwa all matches in the group na sio between the concerned teams. Kuna tofauti kubwa between concerned teams na all matches in the group. Between concerned teams ni hizo mbili zenye kulingana, zilizokuwa tied kwenye points ndizo zinazohusika. Kwa hiyo kifungu hiki kinahusisha goal difference ya wote. Goal difference ya mechi zote tunaona hapa Yanga ikishinda 2-0 goal difference ni 0. FAR wakifungwa 2-1 goal difference ni 0 kwa sababu ni 4-4 ni 0. Kwa hiyo hiki nacho kwa hapa hakitoi mshindi kwa sababu goal difference kwenye all matches in the group wote wamefunga 4, wameruhusu 4. Kama Yanga inashinda 2-0, FAR anafungwa 2-1. Kama akitoi mshindi, sasa tunakwenda kifungu cha 20.5 ambacho chenyewe kinazungumzia greatest number of goals scored
in all matches in the group. Kwa hiyo sasa hapa mabao nani kafunga mengi kwenye mechi zote kwenye kundi, na sio between the concerned teams, sio kati yao, sababu tuko kwenye kifungu ambacho sasa 20.5 nani kafunga mabao mengi kwenye mechi zote kwenye kundi, nacho akimtoe mshindi, kwa sababu FAR Rabat atakuwa amefunga mabao 4, Yanga amefunga mabao 4, FAR Rabat karuhusu 4, Yanga karuhusu 4. Kwa hiyo hiki cha greatest number of goals scored in all matches in the group pia hakitatoa mshindi. Hapa napo hapatoi mshindi, maana wote kila mmoja kafunga mabao 4. Hali hii ndio itatupeleka sasa katika kifungu cha 20.6 ambao ni draw. Kamati ya michuano hii ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ya CAF ndio tukaamua draw hiyo ifanyikeje ili kumpata mshindi. Kwa tafsiri ya kawaida kabisa, draw ni kama vile kurusha shilingi, ni njia mojawapo ya kufanya draw, au ile tunayoona wakati wa kupangwa kwa makundi kwenye Ligi ya Mabingwa barani Afrika na Kombe la Shirikisho, kunawekwa bakuli halafu inaokotwa, nasibu zipo za namna mbalimbali, wao kamati ya mashindano ndio tukaojua ili kumpata mshindi. Nadhani nimefafanua hiki kifungu cha 20.3 kwa namna ambavyo mimi naona ndivyo ambavyo CAF wanamaanisha. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, msisitizo ni kwamba maelezo yote haya ni assumptions, kwa sababu unaassume kwamba FAR Rabat wanafungwa 2-1. Nani kakwambia? Tusubiri dakika 90, maana wanaweza wakashinda wao, mpira ni dakika 90, wanaweza wakatoa sare, wanaweza pia Al Ahly kushinda idadi kubwa ya mabao kuliko haya 2-1. Lakini tunasema Yanga amfunge JS Kabylie 2-0. Nani kasema? Tusubiri mechi ichezwe. Unaweza kukuta mechi katoka sare, inaweza katokea Yanga wakafunga mabao mengi zaidi kuliko 2, inaweza kawa Yanga wakafungwa. Mpira lazima tuheshimu, ni dakika 90. Lakini tunapozungumzia mazingira ya kujenga matumaini, uwezekano uliopo wa Yanga kusonga mbele ya robo finali, basi mmoja wapo ni hii nasibu kwamba Yanga, uwezekano wa Yanga ishinde 2-0, FAR Rabat wafungwe 2-1. Maana kuna watu wanasema FAR Rabat wakifunga walau bao moja tu, basi Al Ahly hata washinde 10, washinde 5, itakuwa ina maana yoyote kwa Yanga endapo Yanga hata washinde goli 10, kwa sababu kifungu cha 20.3 kinaondoa Yanga kwa sababu magoli mengi ya ugenini. Nani atakuwa na magoli mengi? Yanga hawana goli la ugenini, isipokuwa FAR Rabat wakifungwa 2-1 watakuwa wamepata la ugenini, na ndilo litakalowafanya wao wawe juu ya Yanga endapo pointi zitalingana. Hapana, hiyo tafsiri yaweza ikawa si sahihi. Tafsiri sahihi ni kwamba hilo neno between the concerned teams kwenye hicho kifungu cha 20.3 kinamaanisha timu husika ambazo zimelingana points. Hapo tunazungumzia itakuwa ni Yanga na FAR Rabat. Kwa matokeo haya tunayoassume kwamba Yanga washinde 2-0, wafikishe pointi 8, FAR Rabat wafungwe 2-1, wabaki na pointi 8, na wala sio kuhusisha matokeo ya mechi nyingine. Hili ndo la msingi ambao nimelazimika kulifafanua kwa maoni yangu kulingana na vile maswali yenu yanapouliza kuhusiana na kifungu cha 20.3. Na kwa sababu hiyo, endapo hivi wakafungwa 2-1 FAR Rabat, Yanga pale penye 2-0 pale ikaje ikatokea 3-0, maana yake Yanga itaenda moja kwa moja, kwa sababu goal difference ya Yanga haitakuwa tena 0, itakuwa 1, kwa sababu mabao 2 ambayo Yanga wanayo yatakuwa 5, halafu yaliyoruhusu 4, ukichukua 5 toa 4 itabaki chanya 1. Kwa hiyo Yanga kifungu kimojawapo hapa cha mwenye goal difference nzuri between concerned teams, basi Yanga atakuwa nafuzu kwa kifungu cha 20.4, kitamvusha Yanga kwa goal difference endapo atashinda mabao 3-0 kwa mfano, na hivyo kufanya goal difference yake iwe chanya 1. Ni ngumu, lakini yote yanawezekana.